Nataka kwa namna ya pekee niwahakikishie kwamba serikali inatambua umuhimu wa shughuli yenu ya waandishi na waendesha ofisi, na haihitaji ushahidi mwingine zaidi ya ukweli kwamba Rais mwenyewe wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania amekubali kuwa mlezi wenu. Rais huwa hakubali kuwa mlezi wa taasisi ambayo ina watu wasioaminika, wasioeleweka, wasio na maadili. Ukiona rais amekubali kuwa mlezi wenu, manake serikali inatoa uzito mkubwa na heshima kubwa kwa taasisi yenu. Kwa hiyo hongereni sana. Na sisi katika serikali tunatambua kwamba ndani ya serikali na katika taasisi mbalimbali za umma, lakini vile vile katika sekta binafsi, huwezi kuwa na utulivu, huwezi kuwa na mshikamano katika ofisi kama waandishi na waendesha ofisi watakuwa hawatimizi wajibu wao sawa sawa. Na ndio maana mameneja, maafisa kwenye serikali wanasafiri kwenda sehemu mbalimbali. Ofisi inabaki wazi, lakini kazi zinaendelea. Hakuna mtu anapata mshtuko wa moyo waziri akisafiri. Hakuna mtu anashtuka katibu mkuu akisafiri. Hakuna mtu anashtuka meneja mkuu akitoka. Lakini asipokuwepo mwandishi mwendesha ofisi, kila mtu anachanganyikiwa. Bosi anaanza kuuliza, hivi leo tuna ratiba ya leo inasemaje? Hivi kalamu niliweka wapi? Ile faili la mafao limepotea, mbona silioni? Kwa sababu mwenye uzoefu na ujuzi wa vile vitu siku hiyo hayupo ofisini. Kwa huwezi kujua umuhimu wa waandishi na waendesha ofisi mpaka huo umekaa kwenye ofisi za umma kwa muda mrefu au sekta binafsi, na siku mwandishi wako na mwendesha ofisi wako au katibu mtasi ameugua au amepata dharura, siku hiyo ndio utagundua umuhimu wake. Utakuta unapigiwa simu, halo, secretary, najua uko hospitali na mgonjwa, lakini ile faili la mafao liko wapi? Samahani, lakini